leo. Yeyote aliyejua kama una mpango wa kwenda ng'ambo na akaongea neno akasema hata kama na passport hataweza kwenda ng'ambo, hayo maneno mimi ninayafuta katika jina la Yesu Kristo. Nasema kama una mpango wa kwenda ng'ambo, wewe nenda kwa jina la Yesu Kristo. Kama una mpango wa kwenda, wewe nenda na hutazuilika katika jina la Yesu. Ninabariki maisha yako kuanzia sasa. Naweka neno lenye misingi ya kiungu kwako. Livunje neno lenye misingi ya kichawi kwako. Neno lenye misingi ya kiganga na kishirikina, hilo neno livunjike, na neno lenye misingi ya kiungu libaki kwenye maisha yako. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Yesu aliye hai. Hallelujah. Wednesday kuna mtu alikuja hapa kwa ibada. Siku ya kutolewa mahari. Siku ya kutolewa mahari alikuwa anaolewa. Kuna pesa fulani wanasema ni kajama, wanasema hivyo, ya watoto. Ni kajama ya watoto hiyo. Walipokuwa wanapeana hiyo kajama watoto, watoka mzee mmoja akasema mnatoa kajama watoto kwa hiyo mmesikia hata saa. Mata kajama watoto kwa hiyo mmesikia hata saa. Watu kabeneno video alisema sana miaka 10 si miaka mingapi hajawahi alishika mimba ikaharibika, hajawahi shika tena mimba nyingine kwa sababu ya neno moja tu. Mnamtolea si pesa si ya kajama watoto kwa nini mmesikia hata saa kumdhulumu kwa bwana harusi. Na mama Toeni hiyo kajama nini watoto lakini hawe na ilikuwa hivyo rahisi na hiyo tu ilikuwa hivyo. Akaja hapa kwa mchungaji, badilisha ile neno, nikamtamkia. Kuna vitu vinatamkwa na vinakaribisha mapepo kwenye maisha ya watu. Ibada hii ni fupi sana, lakini sitakuruhusu kubaki na maneno ya laana katika maisha yako. Sitakuruhusu. Mimi niko hapa kuwakilisha Mungu kwa ajili yako. Nikikuacha hivyo ina maana naomba shetani aendelee kufanya kazi yako. Niko hapa kufight na kile ambacho wachawi wamekipanga kwa maisha yako. Mimi nasema tufutike leo. Leo ni vita kati ya manabii wa Baali na Elia. Manabii wa Baali hata kama mko wengi, lakini kwa neno la Mungu lilo ndani ya kinywa cha Elia, mtaangamia nyote katika jina la Yesu. Ina maana kuanzia leo mvua haikunyesha kwa sababu ya maneno ambayo manabii wa Baali walikuwa wanafanya katika taifa la Israeli. Walipoangamizwa mvua ilianza kunyesha. Niko hapa kuangamiza uchawi kwa nyumba yako na mvua ya baraka ianze kunyesha kwako. Niko hapa kuangamiza machawi kwako na mvua ya baraka ianze kunyesha kwako. Kile ambacho unaona dalili lakini hakitokei, nasema kianze kutokea, kianze kutokea, kianze kutokea. Umeona dalili ya mambo mazuri lakini haitokei, ni kwa sababu ya hii miungu ya Baali. Niko hapa kuinyamazisha. Nimeshika upanga kwa ulimwengu wa roho na chinja manabii wa Baali kwa jina la Yesu Kristo. Nasema anga yako lazima ifunguke, maneno inayokufuatilia lazima iondoke, na kuanzia sasa natangaza mvua ya mema itokee kwako, mvua ya baraka za watoto itokee kwako, mvua ya baraka za watoto itokee kwako katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anaongea na wewe hapo anasema hata kama haya mengine itabakia, lakini hili Mungu akilifanya nitamshukuru. Kuna hili unasema hili Bwana ukinitenda nitakushukuru. Mwanangu, hilo pokea, hilo pata. Wengine mpaka waliweka na hili nitatoa 1,000 madhabahuni, nitatoa nini mwanangu, hilo pata. Ile dini uliyoiweka uitimize kwa jina la Yesu. Ninakuombea siku leo, nasema hilo upate. Hakuna cha kukuzuia tena. Hao maneno yao yote leo nimekusanya na isambaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Elia aliwakusanya manabii wa Baali, akawapandisha kwenye madhabahu, akawapandisha kwenye mlima, ishara kwamba aliwapeleka kwenye madhabahu ya Mungu muweza mambo yote. Musa alienda juu ya mlima na Mungu akamtokea. Elia alienda juu ya mlima, madhabahu ikajengwa juu ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Haikujibu. Natangaza siku ya leo, kila madhabahu iliyoinuliwa inanena laana kwako, nyamaze kimya. Ninaipomoa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia vita kwa ulimwengu wa roho. Hiyo
mazuri. Kuna mwanangu mmoja hapa Litunda, yuko wapi? Yule mwanangu. Yule mwanangu alikuja hapa kutoka Masangoni Roka. Masangoni. Alikuja hapa mchezo hapa. Ana mtoto wake alikuwa ni aende Amerika. Amejaribu haiwezekana. Magonjwa yanampata kila wakati. Yuko Nairobi, sijamuona huyo binti yake. Lakini huyu mama akaniunganisha na mwanawe kupitia simu. Nikamtakia, hivi uko Amerika? Amaliza mwezi. Amaliza mwezi. Yuko United. Rais wake sasa ni Trump. Baada niliposema mwanangu nenda, kwa nini alikuwa haidi? Kuna maneno ikakaribisha malapepo ikamzuia. Niliposema nenda, ina maana nilichosema kilizidi yale iliyonenwa na kubariki hata wewe pia. Chochote ambacho kimezuia nafasi yako ninakinyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Mwanangu, uende mbali kimaisha. Uende mbali kimaisha na kutamkia nikitegemea mamlaka inayotoka mbinguni na kubariki nikitegemea mamlaka iliyotoka kwa Bwana Yesu, ya kwamba Mungu akisema amesema lazima itendeke. Utamsikia Yesu akisema, utamsikia Samson Jeff akisema ndio Yesu amesema. Nikisema Yesu amesema, ripoti ambayo Yesu amenipa kwa ajili yako ni kwamba kuanzia leo walioharibu ndoa yako wanakamatwa kwa jina la Yesu. Walioharibu kazi yako na pia wanaharibiwa. Walioharibu miradi yako wanashughulikiwa sahi. Elia yuko juu ya mlima Karmeli na ameshikilia upanga, anachinja mmoja baada ya mwingine, anachinja mmoja baada ya mwingine, na baada ya kuangamiza ni mvua kwamba itanyesha, watu watapanda, watavuna katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo utaanza kuona mema ya Mungu katika nyumba yako. Shangilia Bwana kwa mabudu mazuri. Haleluya. Haya maombi ni mabaya kwa sababu labda hata waliosababisha haya yote wako karibu na wewe. Mungu kujibu ombi lako anaweza kufanya ukalia bado kumbe ni huku. Kumbe ni huyu. Kumbe ni yeye fanya kale kama movement nimekwambia. Kama ndio hiyo kaka. Match. Fanya mpaka uwe kidogo na wewe. Ndio. Kubariki mwanangu. Nisikilize leo pia. Hakuna madhabahu yenye nguvu zaidi kuliko madhabahu ya Mungu aliye hai. Yeyote anayeoperate kwa hiyo madhabahu akiongea inafanyika amri. Inafanyika amri. Mwanangu, unataka nini? Nasema upate. Mimi nasema upate. Mimi najua wanakuzuia, lakini kuanzia leo hawatakuzuia tena. Unateleza mikononi mwao. Unateleza, wakimshika hivi unateleza, unaponyoka. Utaponyoka kwa jina la Yesu Kristo. Utaponyoka kwa jina la Yesu Kristo. Mama, mambo mazuri inatokea kwako. Mambo mema inatokea kwa nyumba yako. Utabarikiwa mpaka wataanza kukushuku kwamba huyu huenda alipata. Huyu huenda anafuga vitu vingine. Na mwanangu, Mungu akianza kuleta pesa, akianza kuleta kula, akianza kujenga nyumba nzuri, fanya maendeleo. Ndio, na usiogope kwa sababu uko juu yao. Unaoperate na madhabahu ambayo uko juu yao. Uko juu yao. Kuna gari fulani inaitwaje ile gari? Si trailer, bila mbona hilo gari alafu anafunga mwanza na anaweza. Ni trailer. Alafu una gari yako ndogo. Alafu nina uhakika unasema niko kwenye gari yangu. Unataka nini? Unataka nini? Linakuja sema niko kwa gari yangu na nipishe. Mimi kwa gari yangu linapita juu yako, halafu atasimama anataka kwenda. Ni upishe. Kisha wenye nguvu. Kwa kwenye nguvu wapishe watu pite stika lako. Hipo ndivyo ilipo ya leo. Unajiona ni kadogo hipo. Ulimwengu wa roho ni giant.
ukikanyaga ni zeke. Kama mbele trailer imetoboka type, ni jongoni imetoboka type. Kumbe ni Mungu wako tunaingia. Kishindo cha wakoma. Mwanangu huzuniki tena. Hizi kesi hata niliminywa na natangaza usiishe leo. Hii aibu iondoke leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Hii aibu iondoke leo. Mimi sitaki tena. Mwanangu niambie pasa mimi nimeminywa na nikakemea tena katika kifua. Nikasema niache. Kwa jina la Yesu. Baada ya kama dakika 5 akaniachilia. Mimi ni baba wa Kristo ndio. Sitaki. Uko hapo uko moto na vuguvugu kwa sababu wewe unasema kuanzia leo utakaposhirika mahali hapa hii neema nje kwa nyumba yako. Kwa jina la Yesu. Si kwa sababu ya upako ulionao, lakini kwa sababu ya neema ya baba yako wa kiroho itakufunika kuanzia leo. Hii aibu iondoke. Kwa jina la Yesu. Wana madharau, wanakuminya na kwa sababu sana na labda la kazi kuna. Yaani kwa gani ni mminya ni kwa gani? Je, ameamka ama bado anajisoma kwa kitanda? Akijipanga kuminya na mwenyewe. Hayo vipi? Unamsikia anaongea mafungo njiani. Unajitahidi lakini bado. Watu wanaongea nini? Wanaongea mafungo yao. Umejitahidi lakini bado. Kumbe amekuja hakufanikiwa na wasifanikiwe na wasifanikiwe na wasaendelee na wasifanikiwe. Simama kwa miguu yako. Mmoja akaambiwa harusi yako itakuwa juu ya ndege. Yaani baba hutaolewa. Ndio rais. Harusi yako itakuwa juu ya ndege. Hii baada ni yako maana. Kuna mwanangu mmoja hapa aliambiwa nimekupatia watoto vidonga, alafu akaingizwa kwa tumbo lake. Akaambiwa hawa ndio watoto wako. Watoto wawili wa vidonga akapewa, alafu akaingizwa kwa tumbo. Akaambiwa hawa ndio watoto wako. Na struggle kuzaa hapati kwa sababu alipewa tayari watoto. Alafu yule aliyepatia hawa watoto naye akafa. So akaachiwa hawa wa vidonga kwa tumbo lake. Hawa watoto waliwekwa kupitia maneno. Hapo kushikwa vidonga vikaingizwa kwa tumbo. Aliongea na vikaingia kwa tumbo. Mimi nitavitoa kwa jina la Yesu. Ndio mikono yako juu. Sema kwa jina la Yesu. Mchana wa leo kila neno lililonenwa linaloharibu maisha yangu, haijalishi aliyenena ni nani, alikuwa wapi, akinilaani, nami leo kwa jina la Yesu nimesimama kwenye madhabahu ambaye kiongozi ni Yesu Kristo. Ninaharibu maneno yao. Ninaharibu maneno yao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kila laana inayonifuatilia, inayofuatilia maono yangu, yote aliyesema sitaenda mbali, yote aliyesema sitaongezeka, kuanzia leo maneno yao ninaifuta kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu anza kufuta maneno yao.
aliyesema hutazaa watoto, aliyesema utateseka, aliyesema utahangaika mpaka ukapigia magoti. Namsikia Roho Bwana akinipatia mwelekeo hapa. Ananiambia kuna mtu uko hapa, ulilaaniwa, kuna maneno uliambiwa, walisema yani hutapata mpaka uende kuwapigie magoti. Sijui na sijui ya nini. Mpaka uje unipigie magoti. Mpaka unipigie magoti ndio uolewe, ndio upate kazi, ndio uzae. Yani sijui ni nani huyo. Aliambiwa mpaka unipigie magoti. Kama ni wewe, piga magoti kwa Yesu hapa. Sema ninakataa kupigia magoti wanadamu. Sitapigia magoti wanadamu. Kama ni wewe utakuja madhabahuni upige magoti hapo. Kama ni wewe, naongea na wale watu ambao kuna mtu aliongea na akasema mpaka unipigie magoti. Utakuja kwangu, utarudi, utakuja hapa wewe. Waliongea mpaka wakasema atarudi hapa, utakuja. Inawezekana ni mchumba wako alikuacha na akasema mpaka uje unipigie magoti ndio uolewe. Kuna kitu waliongea wakasema mpaka uje kwangu tena. Haya magoti hatutapigia wanadamu. Haya magoti hatutapigia wanadamu. Tutapiga kwa Yesu peke yake. Kila mmoja imani